Bwana Simba wanafanya mabalaa makubwa huko CAF. Yaani achana ile balaa la kufikisha alama 43 huko CAF, lakini kuna balaa lingine ambalo Simba wamelifanya huko CAF. Yaani mwaka huu ni mwendo wa kuweka rekodi tu. Yaani ni mwendo wa kuzihenyesha au ni mwendo wa kuzigaragaza timu ambazo zinashiriki kwenye mashindano ya kimataifa. Yaani Simba huu ni mwaka wao. Ni mwaka ambao wanafanya maajabu makubwa mno, ni mwaka ambao wanafanya mambo makubwa mno. Nafikiri huu ndio mwaka ambao mashabiki wa Simba wanaenjoy zaidi. Kabla sijakuambia hilo jambo, ndio nataka kwanza niwasifie Simba kwa sababu jambo lenyewe ni kubwa mno. Yaani ni rekodi kwenye mpira wa Tanzania ama ni historia kwenye mpira wa Tanzania. Yaani Simba wanachokifanya kimataifa ni kutengeneza, sio nisemaje, yaani ni kutengeneza uadui dhidi ya wapinzani ambao wataenda kukutana nao, kwa sababu wanaweka records ambazo watu wengi wanatamani kuziweka. Yaani timu nyingi zinatamani kuweka rekodi kama hizi ambazo Simba wanaweka. Sasa klabu ya Simba bwana imeingiza wachezaji 7 kwenye kikosi bora cha CAF kwenye hatua hii ya robo finali ya michuano ya CAF Confederation. Imeingiza wachezaji 7, yaani kati ya wachezaji 11 kwenye kikosi bora, wachezaji 7 wametoka kwenye klabu ya Simba. Manake ni wachezaji 4 tu ambao hawajatoka kwenye klabu ya Simba. Lakini hawa wachezaji 7 ni kina nani? Hawa ni wachezaji ambao wamefanya vizuri zaidi kwenye mashindano husika. Kumbuke kila mchezo ukichezwa, CAF huwa wanaangalia records, wanaangalia pia na details tofauti kwa wachezaji wote ambao wamecheza. Yaani wachezaji wote ambao wamecheza kwenye hizo mechi za robo finali. Halafu wanaangalia wale wachezaji ambao wameperform vizuri zaidi, wanawaweka kwenye kikosi bora. Na kwenye kikosi bora sio kwamba kuna tuzo yoyote ambayo inatolewa kwamba labda mtu anapata tuzo fulani, hapana. Ni heshima tu mchezaji ambaye anaipata kwa kuingia kwenye kikosi bora kwenye mashindano husika. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinakupa heshima kwenye mpira wa Afrika ni pamoja na kuingia kwenye kikosi bora. Na hii ni faida pia kwa Simba kwa kuingiza wachezaji wengi, kwa sababu inatengeneza hofu kwa wapinzani ambao wanaenda kucheza na Simba. Wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi bora cha msimu cha hatua ya robo finali, goalkeeper Musa Pimpin Kamara ndio goalkeeper kikosi bora, akiwa amefanya vizuri sana kwenye game iliyopita dhidi ya Al Masry. Amecheza penalti 2 kama unakumbuka. Ni goalkeeper ambaye amefanya vizuri kuliko magolikipa wote ambao wamecheza mechi za hatua ya robo finali. Kwa hiyo amewekwa pale kama goalkeeper namba 1. Ana style by the way, hata kwenye ligi ni goalkeeper pia ambaye anaongozwa kwa kuwa na clean sheet nyingi by the way. Hata Djigui Diarra tunasema mara nyingi anapaswa kujifunza kutoka kwa Musa Pimpin Kamara, kwa sababu msimu huu Djigui Diarra naye amekuwa kama nani, yani amekuwa goalkeeper wa hovyo kweli kweli. Yani anaruhusu sana mabao, kitu ambacho hakikuwepo msimu uliopita na msimu mwaka juzi. Na kama mnakumbuka, niliwahi kuambiaga sio kwamba Djigui Diarra ni goalkeeper mzuri sana, ila anakabwa na wachezaji, anacheza mbele ya wachezaji wazuri. Kwa hiyo Yanga wanamlinda sana na ndio maana haruhusu sana mabao. Lakini ikifika siku Yanga imechoka, mtaona kama Djigui Diarra ni goalkeeper wa kawaida. Anafanya makosa mengi by the way, lakini Simba wamejitahidi sana kupata goalkeeper mzuri. Musa Pimpin Kamara ndio goalkeeper namba 1 kwenye kikosi bora cha CAF ambaye ametajwa kutoka Simba. Mohamed Hussein Shabalala ndio fullback wa kushoto ambaye ametajwa kama fullback bora wa hatua ya robo finali kwenye michuano ya CAF. Na Mohamed Hussein ni kapteni wa klabu ya Simba, amefanya vizuri sana. Though kwa yule mchezo alifanywa mabadiliko akaingia Valentino Uma, lakini kwa nafasi yake alifanya vizuri sana. Alionyesha wonders, alikuwa kwenye kiwango bora sana, alionyesha performance bora sana. So I thought kwangu pia alikuwa anastahili kuingia kwenye kikosi bora cha hatua ya robo finali, kwa sababu amefanya vizuri kuliko mafullback wa timu zingine zote wa kushoto ambazo zimecheza kwenye hatua ya robo finali. So hata kwenye ligi yetu pia ni beki bora sana wa kushoto. Hakuna beki ambaye unaweza kumlinganisha na Mohamed Hussein. Huwezi kumlinganisha na mtu kama Yakachura Kiboka. Yaani Boka bado na yeye ana vitu vingi vya kujifunza kwa Mohamed Hussein Shabalala. So kwa kile ambacho alikifanya, alistahili kuingia kwenye kikosi bora cha msimu huu. Na nafasi nyingine ni kwa beki wa kati ambayo imechukuliwa na mlinzi wa klabu ya Simba, Chamu Karabwe, mmoja wa walinzi bora kabisa ambao Ahmed anawasifia sana, mara nyingi anawapenda. Ni mlinzi mwingine ambaye ameingia kwenye kikosi bora cha CAF kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya CAF Confederation. Of course wote tunajua
ubora wa Chimu Karabwe. Ni miongoni mwa wachezaji bora sana, wachezaji ambao wamekuwa na performance bora sana. So far so good kwa kile ambacho amekifanya. Alistahili, wote tuliona mechi ambayo alicheza hapa Benjamin Mkapa, alicheza mechi kwa ubora wa hali ya juu sana, lakini pia tuliona kule Cairo namna ambavyo alicheza. Watu wengi walikuwa na mashaka kwamba akikosekana Chemalon Fondo itakuwaje, lakini mwisho wa siku amekosekana, lakini bado amepiga kazi nzuri sana, amepiga kazi iliyotukuka. Yeye na Abdulrazak Hamza mpaka CAF wamemuona, wamempa nafasi ya kumuingiza kwenye kikosi bora cha CAF akicheza kama center back. Na huyo ni mchezaji wa 3 kutoka Simba, bado wachezaji 4 nakutajia wote hapa. Yes. Chimu Karabwe amefanya kazi nzuri sana, ndio maana CAF wamemuingiza pale na wamemwawadi pia naye kama mchezaji bora ambaye anastahili kuingia kwenye kikosi bora cha CAF kwenye hatua hii ya robo final. Lakini huyu ni mchezaji mkubwa, by the way, ni international defender. Ni mchezaji ambaye Simba walimsajili kutoka pale Ivory Coast kama unakumbuka, miongoni mwa wachezaji wazuri sana. Wakati anasajiliwa ukumbuke pia alikuwa anahusiwa pia kujiunga na Young Africans na Simba walimnyakua juu kwa juu. Na baada ya Simba kumnyakua juu kwa juu, naona amekuja kwenye kikosi, amewasaidia sana, pamoja na kwamba alikuwa pata nafasi kucheza mara kwa mara kwa sababu ya ubora wa Abdulrazak Hamza na Chemalon, lakini Chemalon mpata injury, no problem, anacheza kwenye kiwango bora sana, anaifanya Simba kuwa timu tishio. Mchezaji mwingine ni Kibu Denis Prosper, ni mchezaji wa 4 ambaye ameingia kwenye kikosi bora cha Simba kwa msimu huu, kwenye kikosi bora cha CAF kwa msimu huu. Kibu Denis amekuwa na performance bora sana, wote tunajua mchango wake kwenye klabu ya Simba. Amekuwa na mchango mkubwa pia kwenye mashindano haya ya kimataifa, na CAF wamemchagua kuwa mchezaji bora wa kuingia kwenye kikosi bora cha robo finali. Kwa hiyo amestahili kwa kiasi kikubwa. Kuna mashabiki najua hamumpendi sana Kibu Denis, lakini Kibu Denis ni hatari nyingine, yani Kibu Denis ni balaa, yani amekuwa na performance bora, tutamjua by the way. Na ujue ndio top scorer wa Simba, ana mabao 4 kwenye michuano ya CAF Confederation. So amekuwa na performance bora sana. Kufunga mabao 4 kwenye CAF Confederation sio kitu cha kitoto, ni kitu kikubwa sana. Na ndio mchezaji pia ambaye amefunga mabao, amekuwa na muendelezo mzuri wa kiwango chake kwa msimu huu kwenye klabu ya Simba. So amestahili kuingia kwenye kikosi bora cha CAF kwa hatua za robo finali. Mwingine ni Steven Dese Mukwala. Ahmed Ali anakuambia ni mshambuliaji refu kuliko goli. Yani ni mchezaji mrefu kuliko goli. Ameingia pia kwenye kikosi bora cha CAF. Huyu alifunga bao kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, bao la kichwa shwa. Aliingia pale akafunga bao moja matata sana. Ameingia pia kwenye kikosi bora cha CAF cha hatua ya robo finali. Just imagine kuna washambuliaji wengi wa timu kama Stellenbosch, Zamalek, RS Berkane, ASEC Mimosas, SAS Constantine walikuwepo pale, lakini wote hakuna mshambuliaji ambaye anaonekana bora zaidi ya Steven Dese Mukwala, na yeye ndo anasimama pale mbele kuongoza kikosi bora cha CAF kwa mwaka huu wa 2024-2025 akiwakilisha klabu ya Simba, na ni miongoni mwa washambuliaji bora sana ambao wako Simba. Kumbuka pia hata kwenye ligi kuu amefunga mabao 9. Ni mchezaji nyota kweli kweli. Elie Mpanzu ni nyota mwingine wa Simba ambaye ameingia kwenye kikosi bora cha wiki kwenye mashindano ya CAF. Na huyu ni mchezaji ambaye hata kama ingekuwa Simba wanashiriki kombe la klabu bingwa, bado angeweza kuingia kwenye kikosi bora kwa sababu amekuwa na performance bora sana msimu huu. Na huyu ni mchezaji ambaye hata kama Simba ingecheza kwenye klabu bingwa, hakuna winga wa klabu bingwa ambaye unaweza kumlinganisha na Elie Mpanzu. Elie Mpanzu, jina lake la mwisho sio kalikosea mkaanza kuletea shida, lakini ni mchezaji ambaye ameingia kwenye kikosi bora cha CAF awamu hii. Kwa hiyo hao ni wachezaji 7 ambao wametajwa na CAF kwenye kikosi bora cha hatua ya robo finali ya michuano ya CAF Confederation. Wamekuwa na muendelezo bora sana, na hii ni rekodi ambayo Simba wameiweka. Hawajawahi kuingiza wachezaji wengi, wala hakuna timu ya Tanzania au Afrika Mashariki ambayo imewahi kuingiza wachezaji wengi kwenye hatua za robo finali, kwenye kikosi bora kwenye hatua za robo finali. Simba ndio timu ya kwanza kufanya hivyo. Kwa hiyo wameweka rekodi kubwa sana, na vilabu vingi barani Afrika vinatamani kuweka rekodi kama hii ambayo Simba wameiweka. So far so good. Tuwape kongole, Simba imefanya kazi nzuri sana, na naamini hata kwenye hatua nusu finali wataendelea kufanya balaa pia vile vile. Mimi Alex Ngereza, ni follow Instagram kwa jina la Alex Ngereza, na kwenye mitandao yote ya kijamii kasoro Facebook tu ndio situmii, lakini huko kwingine kote utanipata kwa jina la Alex Ngereza.